Chama kikuu cha ushirika MBCU kinachojumuisha wilaya ya Mbogwe na wilaya ya Bukombe mkoani Geita kimezungumzia changamoto zinazokikumba chama hicho, hasa ukosefu wa soko la uhakika wa zao la pamba, hali inayosababisha wakulima kukosa fedha kutokana na zao hilo kubaki. Mwenyekiti wa chama hicho Saidi Tangawizi akizungumza na vyombo vya habari wilayani humo mara baada ya kumalizika kwa mkutano mkuu wa 7 ambao umefanyika wilayani Mbogwe mkoani hapa, ameeleza tatizo la pamba kubaki magarani kwa sababu ya soko kutokuwepo. Katika msimu wa pamba wa 24-25 MBCU tuliingia kwenye ununuzi wa pamba katika maeneo yetu ya wanachama kwa maana ya Mbogwe na wilaya ya Bukombe. Tumeweza kununua na maeneo ya wilaya jirani kama Geita DC na Geita mjini. Tulienda maeneo mengine kama ya Nyamwale na mpaka maeneo ya Kishapu. Tumeweza kununua pamba zaidi ya milioni 2 kama na laki 2 hivi, na tumeweza kujini robota zipatazo 4,000 na kidogo hivi. Na katika hiyo biashara yetu ya pamba tulifanya biashara kwa kuanzia na bei elekezi ya 1,150. Tuliendelea hivyo kulingana na uhitaji na mchakato na ushindani uliopelekea pamba kupanda bei kufikia mpaka 1,500 mpaka na 600. Lakini wakati tunaendelea na biashara ya pamba tumekuja kuanza kujini. Wakati tunaendelea kujini, pamba iliendelea kushuka. Ilianza kushuka hadi kiasi ya kwamba tukashindwa kuiuza baada ya kuonekana wanunuzi wanatoa bei ya chini sana. Kwa hiyo mpaka sasa tulipo sisi MBCU bado tuna marobota ya pamba hiyo tuliyonunua. Tulifanikiwa kuuza pamba mbegu. Tunanunua kwa kutegemea soko la kuuzia ambalo na sisi tutatoa faida ili tuweze kukidhi kurudisha mikopo ya mabenki. Sasa inapotokea bei zinaporomoka, kwa hiyo inajenga taswira ya kwamba tunapoenda kwenye msimu mwingine lazima tuzingatie hali ya soko. Kwa hiyo uwezekano wa kuporomoka pamba unakuwa upo endapo kama hakutakuwa na mabadiliko mengine ya bei kulingana na ilivyo sasa. Sasa hii kwa mkulima inaweza katika sehemu ikatisha tamaa. Alitegemea kwa mfano msimu huu tumeishia kati ya 1,500 mpaka 1,600. Ni imani yake kwenye msimu huu tunaoenda sasa anategemea bei kuanzia pale na kuendelea. Lakini kwa sura iliyopo upo uwezekano pamba kama haitabadilika itaporomoka. Lazima imwasili mkulima kwa sababu mategemeo yake na ili akidhi gharama ubora. Pamba yetu kwa kweli kuna baadhi ya maeneo wanafika sehemu katika hali ya ubora na wenyewe unachangia. Japo hili jambo limekuwa ni kama la kitaifa, japo mengine ambayo kwetu sisi yanakuwa nje ya uwezo, lakini tunaomba tu serikali ijaribu kuangalia ni namna gani tunaweza tukafika sehemu tukakabiliana na hizo. Ingawaje nasi tunajitahidi kuweka mnyororo wa thamani kwa kuweza kuwekeza kwenye viwanda kama vya mafuta vichakate, ili ambapo tukifika kwenye kuzalisha pamba nyuzi halafu tukazalisha na mashudu mafuta, inasaidia sana kukaribiana na hizi changamoto pale inapoonekana kwenye soko la dunia pamba inashuka. Walau kwa masoko yetu ya ndani inaweza kusaidia nayo pia. Baadhi ya wanachama wa chama hicho wameeleza wasiwasi wao kwa Kahama TV, wakiomba serikali katika wilaya ya Mbogwe ichukue hatua za haraka ili kusaidia wakulima kunufaika na mazao yao hasa ya pamba na mazao mengine, na kuhakikisha kuwa wanapata bei nzuri ili kuondokana na changamoto za kifedha. Hadi sasa mkutano huo umeibua masuala mengi ya kimaendeleo kwa wakulima wa pamba na mazao mengine ya kimkakati, na ni matumaini ya Kahama TV kwamba serikali itachukua hatua za haraka katika kutatua changamoto hizi kwa haraka zaidi. Jina naitwa Mary Corneli Mleo, ni katibu wa AMCOS Msonga. Nikiwa na maana kwamba tukiwa na soko la ndani tutatengeneza nguo zetu tutauza wenyewe. Lakini tukifanya ili zao kwa kutegemea soko la nje
inatuasili wakulima pale inaposhuka bei. Ina maana mkulima anapouzia bei ya chini, mwaka unaofuata hawezi kutamani tena kulima. Kwa hiyo zao la pamba linaendelea kudidimia kadiri siku zinavyoenda ndivyo jinsi linavyoenda linashuka. Kwa mfano mwaka juzi tuliuzia bei ya chini sana, mwaka jana wakulima hawakulima. Lakini mwaka jana walau kwa kuna ushindani, bei ilikimbia kidogo. Kwa wakulima wengi mwaka huu wamelima. Labda changamoto tu ni mvua kidogo ndio inaweza kuwazidi. Kwa jina naitwa Ali Bakari. Changamoto iliyopo kwenye pamba vinyunyizi. Vinyunyizi wakulima wanapata vichache sana. Kwa mwaka huu wameleta vinyunyizi. Kwa mfano mimi kwenye mkosi yangu ni changu ambacho na mimi nahudumia. Nimeletewa vinyunyizi 15. Sasa kila kinyunyizi tunaambiwa kwa kila kinyunyizi kimoja ni watu 3. Sasa unajikuta sasa mkulima wa pamba na ni vinyunyizi havikizi. Inakuwa ni lawama, mtu mwingine hana vinyunyizi, inakuwa ni shida. Ndio maana sasa hata zao la pamba sasa lina mkulima na inakuwa ni ngumu kuendelea kulima zao la pamba. Ndio changamoto iliyopo. Imezalisha waka wanazalisha nyingi sana. Sisi tumenunua kilo 5335 ambazo tumenunua na tukasafirisha vizuri tu, lakini tuna ndengwa nyingi sana ambazo zinatusumbua changamoto. Wakulima wetu wakianza kulima, kwa sababu ni zao la mkakati la mwishoni, waka wanaanza kulima mwezi wa 4. Sasa hivi wameanza kurekebisha mashamba tu, mwezi wa 4 ndio wanaweka mbegu, na kwa sababu ni zao la mkakati ambalo linadipendi mvua kubwa sana. Nikiripoti kutoka ofisi za chama kikuu cha ushirika MBCU wilayani Mbogwe mkoani Geita, mimi ni Paulo Kayanda, Kahama TV.